Of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Tunafuraha sana asubuhi ya leo kukuletea habari njema. Hii ndio habari iletayo wokovu. Hii ndio habari inayofanya mwanadamu akapata kuenjoy maisha. Na hii ni habari ya kumwamini Yesu Kristo. Biblia inasema ya kwamba Yesu ndiye kweli na ndiye njia. Kwa hivyo ukiwa na Yesu unalo kweli. Ukiwa na Yesu unayo kweli. Ukiwa na Yesu unaijua njia. Kwa hivyo asubuhi ya leo tumekuja kukutangazia habari njema ya upendo wa Mungu. Ya kwamba Mungu alipenda wanadamu hata akamtuma Yesu Kristo ili afe kwa ajili yetu. Ili siku ya leo utakapolitia jina lake utapata kuokoka. Biblia inasema ya kwamba wote walitialo jina la Yesu wanapata kuokolewa. Kwa hivyo siku ya leo litie jina la Yesu na utapata kuokolewa. Haijalishi ni shida gani unayoipitia, lakini utakapolitia jina la Yesu utapata kuokolewa. Unapoenda katika shughuli zako za kutafuta pesa ama kutafuta masomo, jua ya kwamba kuna jambo ambalo ni la muhimu zaidi. Nalo ni jambo la kumpokea Yesu Kristo. Nalo ni jambo la kupokea upendo wake Mungu katika kumwamini na kukiri kwa ulimi wako ya kwamba Kristo Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Biblia inasema ya kwamba je, ina faida gani ya kwamba mwanadamu akapata vitu vyote ulimwenguni na kuupoteza uhai wake? Kwa hivyo siku ya leo tumekuja kukupa jawabu ambalo nitakufanya hata ukipata kila kitu maishani usipate kupoteza uhai wako. Nalo ni kumpokea Yesu Kristo, kwa sababu yeye ndiye alinunua uhai wako. Yeye ndiye alinunua gharama yako kwa nafsa, kwa bei, kwa dhamana, kwa damu yake msalabani. Kwa hivyo hili ni jambo lako binafsi, si jambo la rafiki yako, hata si jambo litakalohusisha mke ama mume wako. Huu ni uamuzi ambao unafaa ufanye wako binafsi, kwa sababu utakaposimama katika kiti cha hukumu hautakuwa na bibi yako, hautakuwa na ndugu yako, hautakuwa na huyo rafiki yako. Kwa hivyo siku ya leo kata kauli ya kumwamini Yesu Kristo, kata kauli ya kumpa Yesu maisha yako, kwa sababu nayo unapopitia mashida unayapitia ukiwa peke yako, kwa sababu kwa Yesu ndiko tu kunako amani, kwa Yesu ndiko tu kunako pumziko. Kwa hivyo asubuhi ya leo ni habari njema ya kwamba umpokea Yesu Kristo. Biblia inasema ya kwamba Yesu alipopigwa, alipoangikwa pale msalabani, alilipia gharama ya amani yako. Kwa hivyo unapompokea Yesu Kristo unapokea amani. Unapopokea Yesu Kristo unapokea pumziko. Maandiko yanasema katika Mathayo 11 kuanzia mstari wa 28 ya kwamba njooni kwangu mliobebeshwa mizigo mizito, nami nitawapa pumziko. Ya kwamba Yesu Kristo anataka akupe pumziko. Ni jambo gani ambalo limekutia hofu? Ni jambo gani ambalo linakaa kama ni mzigo kwako? Biblia inasema ya kwamba njoo kwake Yesu Kristo nawe utapata pumziko. Kwa hivyo asubuhi ya leo kazi yako huenda isikupe pumziko, huenda hata ikakuongezea majuto, lakini tuna habari njema asubuhi ya leo ya kwamba Yesu mwenyewe alisema, njooni kwangu mliobebeshwa mizigo, nami nitawapa pumziko. Ni rafiki wa kweli. Jina lake ni Yesu Kristo. Njoo wewe unayesumbuka na magonjwa. Njoo wewe ambao umeadhilika na madawa ya kulevya, na Yesu atakupa pumziko. Hii ni habari ya uzima wa milele. Hii ni habari inayoleta uponyaji. Uponyaji wa nafsi, uponyaji wa mwili, kwa sababu Yesu alilipa gharama. Kwa hivyo unapoelekea kazini, zingatia ya kwamba Yesu Kristo anakupenda.
Biblia inasema ya kwamba ameshapatiana uzima wake bure, ili yeyote atakaye akapata kuupokea. Kwa hivyo hata hakulazimishi, kwa sababu anasema ya kwamba yeye ni mwepesi, yeye halazimishi yeyote. Nao Biblia inasema ya kwamba siku ya leo nimeweka mauti na uhai mbele yenu, lakini chagueni uhai. Kwa hivyo Yesu ama Mungu hata kuchagulia, ni wewe siku ya leo unayesikia hii habari upate kukata kauli kwa kupenda kwa roho yako bila kulazimishwa na yeyote. Kwa hivyo unapoelekea kazini, sema tu kwa kinywa chako ya kwamba Yesu, napokea hii habari. Yesu, nakupokea ukanipa pumziko. Na utakaposema hayo maneno, utakuwa umepokea upendo wa Yesu. Alifanya iwe rahisi sana, ili kusiwe na yeyote atakayesema ya kwamba hakuwa na uwezo. Kwa sababu ni katika kuamini na kukiri kwa ulimi ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, ndipo wokovu unapokuja. Kwa hivyo asubuhi ya leo, dhamana na gharama ilitolewa na Yesu Kristo msalabani, ili utakapomwamini usipotee mbali, uwe na uzima wa milele. Ili utakapompokea Yesu Kristo ukapata pumziko. Biblia inasema katika Wahibrania sura ya 4 ya kwamba Yesu ndiye pumziko. Hili pumziko liko katika Yesu Kristo. Hili pumziko liko katika mwana wa Mungu. Kwa hivyo mpokea Yesu siku ya leo. The Bible says in Matthew chapter 11 verse 28 that come unto me, all you are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke, for my burden is easy, for my burden is light. And so this morning, you don't need to carry that burden again. There is a solution. There is hope in Jesus. Receive Him today by believing in your heart that Jesus Christ is Lord, and confessing with your mouth that Jesus Christ is Lord over your life, and you will be saved. And so we have come to the end of this year. The best thing that you can do to yourself is to give your life to Jesus, is to receive salvation. God has been good to you throughout the year, from January all the way to December. And so the best thing that you can do to show God that you appreciate what He has done for you is by receiving His love, by giving your life unto Jesus. It is simple. Just believe in your heart that Jesus is the Son of God, and confess with your mouth that Jesus Christ is your Lord, and you will be saved. And the Bible says that to those that believe Him, to those that He receives Him, He gives them the right to become the children of God. And so this morning, believe in Jesus, and you will be given a right to become a child of God. Believe in Jesus today, and He will give you the gift of the Holy Spirit, and you will be able to live a life that honors and glorifies God. And so as I close this morning, I want to give you another opportunity that you receive salvation. It is easy. Believe in your heart as I have preached to you, and confess with your mouth. Just say, Lord Jesus, I thank you for dying for me. I confess that you are my Lord. I receive salvation. I receive the forgiveness of sin, and I am born again. Amen. If you have repeated those few words, you are born again. You are a child of God. The Bible says that the old is gone. Behold, the new has come. If you are cast, you are now not cast, because you are in Christ. The Bible says that you have been delivered from the dominion of darkness. You have been translated into the kingdom of God's dear Son. And so this morning,
just as you have confessed Jesus as your Lord and Savior, and you have received salvation, the same sacrifice that brought salvation has brought your healing. And so you can walk healthy. You can walk in perfect health because the price was paid at Calvary by Jesus Christ. Father, in the name of Jesus, thank you for this morning. Thank you for the people that have believed in you. The Bible says that to those that believed in you, to those that received you, you gave them the right to become the children of God. Thank you for their children of God this morning that have come to receive you. Lord, I thank you for the same grace that saves them. It is the same grace that will keep them. Lord, receive honor, receive praise, because everyone who is sick has received their healing this morning. In the name of Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. We come from Jubilee Christian Church, Thika Road. Our pastors are Pastor Maurice Gashero and Pastor Pauline Gashero. God bless you. We invite you to our church. It is located at Roasters Exit 7. God bless you so much and have a blessed day.